Jina langu naitwa Emmanuel Amos Luhamba, ni kaimu afisa maendeleo ya ardhi za halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, kwanza niweze kupenda kutoa shukurani kwa namna ambavyo ofisi yetu ya mkurugenzi imetuwezesha kuendesha huduma ya wiki kwa mteja. Huduma ya wiki kwa mteja ilianza tarehe 20 mwezi wa 9 katika viwanja vya stendi ya zamani, na huduma hii tumekuwa tukiitoa mara kwa mara katika ofisi ya mkurugenzi kwa kuhusisha idara zote ambazo zinatoa huduma. Lakini kwa namna nyingine, wakati huu tuliona tuiweze kuiboresha zaidi na kuiongezea thamani, ambapo tuliwaalika wenzetu wa ofisi ya NIDA pamoja na ofisi ya RITA kwa maana ya usajili wa vizazi pamoja na vifo, na tulipanga kuhudumia kwa siku 4, lakini tanapu au mwitikio wa wananchi hasa kwa upande wa NIDA na vyeti vya kuzaliwa umekuwa mkubwa sana. Baada ya kuonekana mwitikio ni mkubwa, zoezi hili ilibidi tuliongeze kwa muda wa siku 8, na ambapo leo tarehe 28 tunalihitimisha hapa katika eneo la ofisi za mtaa wa Kuiva. Na hapo mwanzo tulianza katika stendi ya zamani, lakini kulingana na wingi wa watu na mazingira ya pale tukalihamishia hapa ili wananchi waweze kuhudumiwa katika mazingira ambayo ni mazuri, tofauti na pale kwa sababu kuna mabasi, kuna vumbi, na hivyo mwitikio umekuwa mkubwa sana. Na hivyo tumeweza kuhudumia kwa upande wa vyeti vya kuzaliwa pamoja na vifo, tumehudumia vyeti vya kuzaliwa watu 70 ambao wamehudumiwa kwa ajili ya kupata vyeti vya kuzaliwa, lakini kwa upande wa vyeti vya vifo tumehudumia mtu mmoja. Na pia kwa upande wa NIDA tumehudumia watu 1650, na bado idadi hii inaweza kaongezeka kwa sababu hadi tunaripoti saa hizi zoezi hili linaendelea na litafungwa siku ya leo itakapofika saa 11 kamili. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa. Watu 1650 hawa ambao hawakuwa na vitambulisho vya NIDA wamehudumiwa. Kwa hiyo tupende kushukuru ofisi ya NIDA, tupende kumshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe kwa pamoja hizi ofisi mbili kwa kubuni huu mkakati wa kuweza kuwawezesha wananchi. Wananchi wameitikia wengi, na hivyo tumeiona kwamba upo uwezekano wananchi wengi hawana vitambulisho vya NIDA, hasa vijana ambao wametimiza miaka 18. Wengine wanahitaji namba za NIDA kwenda kwenye vyuo, kwenda kufungua akaunti, kwenda kutumia kwenye mambo mbalimbali ya kiserikali pamoja na ya kijamii. Hivyo tumeona sasa baada ya kufunga hili zoezi tunaenda kukaa halmashauri, kwa maana halmashauri ndio msimamizi wa wananchi wake katika mipaka ya mji wa Njombe, lakini huduma ya NIDA inatolewa na ofisi ya NIDA ambayo haiko chini ya mkurugenzi. Lakini kwa sababu tumeshaanza mashirikiano haya, kwa hiyo tunaenda kukaa na wenzetu wa NIDA tuone namna bora sasa ya kuendelea kuwafikia wananchi katika maeneo yao, hasa katika kata au mitaa au vijiji, kwa kadiri ambavyo tutaona inawezekana. Na wale ambao hawakupata huduma hii tuwaombe tu kwamba wakati mwingine watakaposikia huduma hii inapelekwa katika level ya kata au ya kijiji, waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze kuhudumiwa, na hivyo hii inaweza kuondoa changamoto iliyopo. Kikubwa ni shukurani tu kwa ofisi ya NIDA hapa Njombe, lakini pamoja hata walioko makao makuu kwa namna ambavyo wamekubali kuungana na ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya mji wa Njombe kuweza kuitoa hii huduma. Yawezekana wangeweza wasiweze kuona kwamba wanatakiwa waende wakahudumie wao wenyewe, lakini wenyewe wameona yapo mashirikiano ambayo yanaweza kufanyika kwa sababu serikali ni moja, na huduma hii sasa imetolewa kwa mashirikiano kati ya ofisi ya NIDA wilaya ya Njombe pamoja na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa hiyo tupongeze sana hizi idara mbili au hizi taasisi mbili, ofisi ya mkurugenzi wa mji Njombe pamoja na ofisi ya NIDA. Lakini pia tumpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya. Tulipokuwa tunaelekea kusitisha zoezi hili, mheshimiwa mkuu wa wilaya alitoa maelekezo kwamba zoezi hili liendelee kwa wiki nzima, na hivyo tulitekeleza maelekezo hayo. Kwa hiyo tuipongeze pia ofisi ya mkuu wa wilaya kwa sababu pia hata watu wa RITA wanapatikana katika ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini amewaruhusu. Lakini tulipongeza jeshi la uhamiaji, kwa kweli wamekuwa bega kwa bega katika shughuli hii ili kuhakikisha, maana tunapotolea vitambulisho vya NIDA lazima waraia hao wahakikiwe kama ni raia wazaliwa wa Tanzania, kama wana uraia wa Tanzania. Kwa hiyo uhamiaji kwa kweli wamejitahidi, tumekuwa nao. Jeshi la uhamiaji limetupa maafisa wengi ili kulingana na population iliyokuwepo ilikuwa kubwa, kwa hiyo ilibidi waongeze. Mwanzoni tulikuwa na mmoja, wakatuongezea hadi tunamaliza hapa tulikuwa na maafisa wa uhamiaji 5
ambao wamekuwa wakihudumia wananchi ili kuweza kukabiliana na hii changamoto. Kwa hiyo kwa namna nyingine tunaona kwamba kumbe taasisi hizi zinaweza zikashirikiana kwa pamoja kuisogeza huduma hii katika level ya mtaa, vijiji au kata ili iweze kuhudumia wananchi. Kwa hiyo wananchi wakae tayari. Muda si mrefu sana tutakuwa tena na programu hii ya huduma ya wiki kwa mteja, ambao sasa hizi hatutaifanya katika kitovu hiki cha mji wa Njombe. Tunaenda kuipeleka pembezoni. Tunazo kata za pembezoni ambazo ni takriban kilomita 90 kufika katika eneo la kati la mji. Mfano kata ya Makoo, kata ya Matola, kata ya Ihanga, kata ya Iungilo. Maeneo hayo yote yako mbali. Kwa hiyo tutawasogelea wananchi na ina faida nyingi, badala ya muda ambao wangetumia gharama nauli kusafiri. Saa hizi huduma hizi zimetolewa hapa katikati ya mji na hivi imewapunguzia buguza ya kusafiri au ya kutumia gharama nyingi. Hapo msikuulize swali. Naitwa Enos Lupimo, afisa biashara halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, tunapenda kushukuru tunavyoelekea kuhitimisha zoezi la utoaji wa NIDA. Tunafahamu kwamba zoezi hili limeenda takriban siku 8. Zoezi hili la utoaji wa NIDA liliambatana na kutoa elimu ya biashara kwa wananchi wa halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa sababu mtu akipata NIDA na ni mfanyabiashara, inamrahisishia yeye wakati anashughulikia kutafuta leseni lazima awe na NIDA. Lakini pili, katika biashara hili zoezi lilikuwa linaambatana na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa watoto wadogo na watu wazima. Kwa hiyo mambo yalikuwa yanaendelea katika zoezi hili, sio kutoa NIDA tu, ni pamoja na kutoa elimu ya biashara. Mtu amepata NIDA lakini anataka akafanya biashara, itamsaidia. Kwa hiyo sasa tulichokiona hapa, next time, kwa maana wakati mwingine tumejifunza, tutahakikisha tumealika taasisi mbalimbali kama TRA pamoja na mabenki. Mfanyabiashara akija kwangu anataka leseni, nitamhitaji aniletee tax clearance. Sasa tax clearance lazima awe na TIN namba, na huko sasa mambo ya NIDA yanafuata. Kwa hiyo wakati mwingine tutakachokifanya, tutahakikisha NIDA inatolewa, vyeti vya kuzaliwa vinatolewa, lakini tutaalika mabenki, TRA na taasisi zingine ambazo zinaendana na utoaji wa huduma hii. Naamini itakuwa vizuri sana. Majina naitwa Bwana Lucius John Nkale. Kweli naishukuru sana serikali, na kuna vitu vingi kweli nilikuwa na vikosi vya muhimu, ikiwemo hata mambo ya kifedha. Sasa hizi kila kitu sasa kinafuatiliwa namba za NIDA. Kweli naishukuru sana serikali na kwa kufanikisha huku. Naomba ni hata Mama Samia, Mwenyezi Mungu amtie nguvu. Kwangu mimi na mke wangu tumemaliza na tumepata NIDA salama na safi kabisa. Na hata kwa wenzangu pia kwenye 100%, basi kama 95 zimeshaisha, zimebaki 5 tu. Kwa tunamshukuru sana. Ombi lingine kwa serikali, watuongezee hata kama siku moja ili wengine wamalizie tu. Ombi langu kwangu. Wiki moja leo pita watu wengi sana wanahitaji NIDA. Naona tueleze hali ilivyokuwa wiki moja nyuma na sasa watu walibaki na hali saizi imepungua sana. Saizi imepungua sana. Yaani kama 100% zimepungua nyingi mno. Waliobaki ni wachache tu. Yaani kama watu zile waliobaki nao hata 100, 200 inawezekana ndio ikawa mwisho. Majina naitwa Elisia John, natokea mkoa huu wa Njombe. Huduma ni nzuri kwa upande wake, japo ina changamoto, lakini pia kwa wanawake wenye watoto, wakati tunaanza huduma tulipewa kipaumbele, ila tunapoendelea kutokana na uongezeko la watu inakuwa ni changamoto pia kwa ajili ya muda. Mnazungumza nini kuhusiana na hiki kinachofanyika, labda kwa maeneo mengine serikali ifanye nini pia? Tunashukuru kwanza kupata huduma hii mkoani kwetu, kwa sababu tulikuwa na shauku kubwa sana ya kupata namba ya NIDA. Kwa tunawashukuru serikali kwa kutuona kwa awamu nyingine. Lakini pia kama wananchi tunaomba serikali ikitokea awamu nyingine, kwa sababu jambo hili ni muhimu sana, wajaribu hata kutuongezea vituo, kwa sababu kituo kinakuwa kimoja. Ndio maana changamoto ya watu kuwa wengi, muda kuwa mwingi. Kwa hiyo kama mimi mwananchi naishauri serikali kwa wakati mwingine watujaribie kutuongezea vituo, kuwa hata na vituo 3 vya kufanya jambo hili. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza umekuwa na hiyo namba?
unajisikiaje kwanza? Kiukweli nimefurahi sana. Eleza furaha yako. Nimefurahi kwa sababu ni ya umuhimu sana. Vitu vingi nilikuwa nakosa. Leo hii natumia laini za watu nilizosajiliwa, lakini kumbe sasa hivi nikitoka hapa naenda kujisajilia mwenye laini yangu, kwa hiyo